Kipekee ninamshukuru Mungu kwa mkuu wa jimbo kutufungulia mkesha wetu kwa siku ya leo. Ametuasa mambo mengi kuhusu vijana, ametufundisha mambo mengi kuhusu sisi vijana. Kwa yale yote tunaenda kufundishwa, tuende kuyashika na kuyafanyia kazi sisi kama vijana, tuweze kusonga mbele na kujenga kanisa lililo hai. Nashukuru kwa nafasi hii na nipende pia kushukuru sharika wa mahali hapa wa Mji Mpya. Hakika nina jambo moja la kuzungumza juu ya nafasi ya kijana katika kanisa, hasa katika mkesha wa leo. Nafasi ya kijana katika kanisa, kwanza yeye ni kielelezo ndani ya kanisa. Hii inatoka hasa katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo, ile sura ya 4:12, inayompa kijana nafasi ya kuwa kielelezo hasa katika imani, katika usafi na katika matendo. Lakini pia nafasi nyingine ambayo kijana anaibeba ndani ya kanisa, yeye ni mbeba maono. Hasa ukiangalia katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile 2:17, kijana anapewa nafasi ya kwamba yeye amebeba maono. Lakini pia kijana ndani ya kanisa amebeba maono kwa sababu neno la Mungu liko ndani yake, na pia Biblia inatuambia kama neno la Mungu liko ndani yake, yeye amebeba ushindi juu ya yule mwovu Shetani. Kwa hiyo mkesha wa leo umetupa nafasi ya kutambua namna vile kijana kwa namna gani kijana ana nafasi ndani ya kanisa. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Clement Mbazi. Nimehudhuria leo katika huu mkesha wa jimbo, mkesha wa vijana. Kikubwa ambacho nahitaji kuwasihi na kuwaasa vijana ni kuhusu swala la amani. Tukidumisha amani na upendo katikati yetu, basi mafarakano hayatokuwepo, kwa sababu kuna madhara mbalimbali pale ambapo hakuna amani. Kwa sababu kwa sasa hivi inaonekana vijana ndo wanachochea kutokuwa na amani, na madhara yake sasa ndo pale inatokea vurugu, ugomvi, vitu kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Neema Norbert Kengula, natokea usharika wa KKT Mji Mwema. Nipo hapa kuelezea juu ya jinsi gani kijana anapopitia changamoto. Kwanza, changamoto kijana anatakiwa tukabiliane nazo ili Mungu aweze kukuepusha katika changamoto yako. Lazima uwe na ukaribu na Mungu. Kwa hiyo kijana tunapaswa tujenge mahusiano mazuri na Mungu.